kama ungekuwa bado kuna muda mrefu kwenye msimu, labda ingekuwa labda ndio kuna mechi bado 5 mbele, nafikiri angefanya vizuri zaidi, kwa sababu ndio alikuwa amepata ule moto, he's on fire. Kwa hiyo naamini angeweza kufanya vizuri zaidi. Sasa tunaweza tukajifunza pia kwamba kumbe kupitia kama Okello hivi tunaweza tukarudi kwenye ule utamaduni wetu pia wa zamani. Simba na Yanga wachezaji wengi sana waliofanya vizuri walitokea Kenya na Uganda. Wengine walitokea Burundi, wako walitokea Rwanda. Na wao ilikuwa ni rahisi sana kuclick ukilinganisha na wachezaji wanaotoka Afrika Magharibi. Hapa katikati kumekuwa kuna usajili mwingi wa wachezaji kutoka Afrika Magharibi ambao wamefeli kwa kiasi kikubwa sana. Na mfano wachezaji waliofeli kwa wingi ndani ya misimu miwili ni Yanga. Imekuwa na wachezaji wamefeli tena, ukisemea msimu huu uliopita. Nafikiri Yanga wamepata hasara ya mamilioni ya fedha. Lakini bahati mbaya hayawezi kuzungumzwa, na bahati mbaya Yanga wenyewe hawawezi kuhoji kwa sababu wamezibwa na matokeo, si ndio? Kwa hiyo hawawezi wakauliza, lakini kulikuwa kuna haja ya kujua hayo hizo hasara nani anazilipa, kama inalipa klabu kwa nini na ni kiasi gani na nini kitafanyika kuzuia hayo yasitokee tena. Lakini pia manake kuna haja pia kwenye scouts wa Yanga. Sasa sijajua maana kwenye timu nyingine nini udhamini, yani unasema ni usajili eti unafanywa na mwenyekiti, rais wa timu. Mimi sijawahi kuona haya mambo. Rais ndo anakwenda kuangalia wachezaji. Unajua hivi ni vitu kwa kweli, jamani, tuangalie hizi kazi za watu wengine pia tunapaswa kuziheshimu. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa na scouts wale wa uhakika, lakini wakapita kwenye nchi hizi za karibu kwanza, ambazo wachezaji pia hawapati shida kwenye swala la kuadapt mazingira, ili wakaweza kufanya vizuri, kwa sababu bado kuna wachezaji wengi toka Burundi, Rwanda na karibu hapa kwenda kuchukua wachezaji wa magharibi ambao wanakuja hapa wanashindwa kufanya vizuri na mwisho wanakuwa kichekesho. Kwa hiyo Okello inaweza kuwa ni sehemu ya kuirudisha Tanzania tena kwenye maeneo ya karibu, kwa maana ya jirani ya Afrika Mashariki na Kati, ili kuweza kupata wachezaji wazuri na wakafanya vizuri. Kwa sababu mfano mwingine umeona Yanga wakati inaanza kuamka, taarifa zilikuwa zinasema ni ushauri wa Ibenge, kipindi kile yuko Vita, na iliinuka na wachezaji wengi sana wa Kikongo, kina Tuisila Kisinda, kina Juma Shabani na wengine, na wenyewe kuadapt mazingira ya Tanzania haikuwa kazi ngumu sana. Kwa hiyo niseme Okello kafanya vizuri, na ni vizuri watu kukubali kwamba kafanya vizuri, kwa sababu yanayoyafanya hayafanyi chumbani, anafanyia uwanjani na anaonekana. Fadlu Davids amewahi kucheza kufundisha Simba, lakini pia kwa mafanikio makubwa anatajwa kurejea Tanzania, lakini safari hii anaenda kuwatumikia wananchi Young Africans. Yanga kumchukua Fadlu Davids, kwa maoni yako yapoje? Lakini unaona ni hatua nyingine ambayo Yanga wanaenda kuiboresha kwenye benchi lao la ufundi? Mimi nimesikia. Bahati nzuri sana mimi nilisikia kutoka Rabat, Morocco, muda mrefu kidogo, kama wiki 4 nafikiri zimepita. Kwanza kabisa sikuamini, lakini kadri siku zinavyosonga mbele naona taarifa zinazidi na zinaenda zinaongezeka. Inaweza ikawa kweli, lakini mimi nimepata bahati ya kipindi fulani nilikuwa niko Egypt kwenye mikutano hii ya watu wa media ya CAF. Tulivomaliza Simba wakawa wako camp kule Ismailia na Cairo, ni kama tuseme Morogoro. Kwa hiyo tukachukua gari, mimi na rafiki yangu mmoja, tukaenda kule kukaa siku 2 kuangalia mazoezi ya Simba. Ndio Fadlu kipindi kile amekuja. Ni one of the best and professional coach kwa aina yake ya utendaji pamoja na timu yake. Lakini kwa mimi sasa ninavyoona type yake ya ufundishaji na uchezaji kama haiendani na Yanga tena. Yaani unajua kila mtu anaweza kawa na maoni yake. Ndio maana mimi na predict kama atakuja Yanga, sidhani kama atakuwa na muda mrefu sana. Aina ya uchezaji wa Yanga na aina ya uchezaji wa Fadlu ni tofauti sana. Ni timu ambazo naweza nikasema sijui niseme kocha gani umpeleke aende Simba. Kocha anayetaka tofauti na vile. Kwa hiyo kama anakuja achaje, tuendelea kujifunza zaidi, na ni jambo zuri kama Yanga watakuwa waliona Simba walikuwa na kocha bora na wao wanaweza wakamtumia, na wala sio jambo baya kwenye mpira. Ndio sehemu hivi, kama mchezaji huyu anaweza kawa Simba kesho kawa Yanga, kama labda ukaja ukasikia Pacome alikuwa Simba Yanga, leo yuko kama ulivyosikia Chama alikuwa Yanga akaenda alikuwa Simba akaenda Yanga then karudi. Kwa kwenye mpira ni jambo la kawaida. Aziz Ki pia anataja kusaini Yanga, na juzi alikuwa kwenye mchezo kati ya Yanga na TRA, alikuwa juu na tajiri Garib Said Mohamed na rais wa Yanga. Taarifa zinasema Stefan Aziz mwakani kwa wananchi. Sasa hapo Garib kahusika nini kwenye usajili? Sio, anasema Garib ndo amemrudisha Aziz Ki Tanzania. Basi mimi nilikuwa najua Garib, yani GSM ni mdhabuni wa uwanja. Kwa hapo ndo nilikuwa nachanganya mambo. Kwa hiyo kumbe anaweza kurudisha na wachezaji. Kwa Garib ni mdhamini, ni mmiliki au ni mzabuni?
Anasimama kwenye pati zote, ni mdhamini, ni mmiliki. Mmiliki hayupo. Hii hebu umetoa. Hii tumetoa. Anakuwa ni mdhabuni wa jezi za Young Africans na mdhabuni wa uwanja. Lakini pia anakuwa mfadhili. Mfadhili si anatoa pasipo kuwa na mkataba, yani anaamua tu kusaidia. Niliwahi kusikia Yanga inadaiwa, lakini sijajua hilo, talifuatilia na wenyewe. Lakini tukirudi kwenye hoja yetu ya msingi, Aziz Ki ni mchezaji mzuri, lakini ningekuwa mimi mshauri wa Aziz Ki ningemwambia songa. Kwenye football sometimes unaweza kurudi vitu vikakataa, upate bahati kirudi vitu vikakubali, lakini Aziz Ki ni mchezaji ambaye akirudi atakuwa hana sababu ya kuprove, si ndio? Kwamba tunajua ni mchezaji mzuri, lakini hawezi kujua saa zingine ametoka hapa, nafikiri kaenda Morocco, baada ya Morocco amekwenda Libya. Hata mimi nilikutana naye mara ya mwisho ndio anakwenda Libya, akiwa hata habari hazijasagaa, akaniambia bana, mimi naenda, nimepata team Libya, kwa hiyo nitasaini kesho kutwa. Nikamwambia basi poa, kila laheri. Sasa ni mchezaji mzuri, lakini hatuwezi kujua kama akirudi atakuwa ni yule yule tena, na kama atakuwa yule yule maana yake atakuwa toa msaada mkubwa sana kwa Yanga, na ukiangalia kuna pati yake ilikosekana. Lakini kama akirudi akifeli ikawa sio yule ambaye watu wanamtarajia, itakuwa ni frustration kubwa sana kwa Yanga. Saa zingine itamfanya hata kuingine atakapoenda pia asiweze kufanya vizuri. Lakini mimi matarajio yangu atakuwa msaada mkubwa kwa Yanga, kwa sababu haji tena kujifunza, haji tena kuzoea mazingira, haji tena kujikuta jipya kwenye ligi yetu. Badala yake ni mtu ambaye atakuwa anatambua kila kitu nini cha kufanya kutokana na anachokutana nacho. Jembe, umekuwa na kauli yako unasema Simba na Yanga ni tunu katika taifa hili. Young Africans wanaelekea kwenye uchaguzi wao mkuu ambao kwa taarifa unafanyika mwezi wa 8. Lakini hii Julai yote itakuwa ni kampeni, lakini fomu wagombea wameshaanza kuchukua fomu. Unaenda kuambia wanachama ambao ndio wanaenda kupiga kura, japokuwa hawaendi wote, watakuwa na wawakilishi wao 5 kwa maana kutoka kila tawi, mwenyekiti, makamu yake, katibu na wajumbe 2. Kwa kila tawi itakuwa linatoa watu 5 kwenda kumchagua rais wa klabu yao, makamu wa rais na wajumbe 5 kutengeneza ile kamati ya utendaji wa Young Africans. Unawaambia nini wanachama wa Yanga ambao ndio wenye dhamana ya kuhakikisha wanamchagua kiongozi wao? Kwanza nani na nani wanagombea? Watu wengi wanagombea, lakini umeshawajua? Wengine wameenda kuchukua kimya, wengine wameenda kuchukuliwa fomu, wengine bado wanakataa, wanasema muda bado, lakini dirisha la fomu liko wazi. To be honest, mimi ndio nimesema kweli. Yani mimi sioni hata kama kuna huo uchaguzi. Yani ukikaa ukaufikiria na kutafakari, kwangu mimi naona ni uchaguzi wa maneno, lakini kiuhalisia hali ni ile ile. Kwa unaungana na Abbas Talimba? Abbas Talimba alisema hivyo. Talimba nilimfanyana interview juzi, akasema haina haja ya uchaguzi kama tunaye rais na ana maono, tunapaswa kwenda naye. Hayo ilikuwa ni maoni yake Abbas Talimba. Ni maoni mabaya sana. Yaani kwa sababu Talimba ni kati ya wenyekiti wa mwanzo wa Yanga. Na mimi namkumbuka kwa sababu kipindi kile tulikuwa tukisigana, mimi nilikuwa bado mdogo. Yeye akiwa pale kwenye ofisi ya mikopo kubahatisha, akiwa mkurugenzi pale. Mara nyingi tulikuwa tukienda ofisini kwake pale, nilikuwa nazozana naye sana. Kwa sababu mimi pia napenda kunyoosha maneno. Na saa zingine yeye alikuwa kipindi kile na ugomvi na kina Mzee Mzimba, ambao yeye aliwapa jina moja ya Yanga Machuma kwa sababu ofisi zao zilikuwa pale gerezani kwenye Machuma. Na ulikuwa ukienda kuchukua story kule ukirudi kwa Talimba huko hataki kukupa story. Anasema ulienda kwa watu Machuma kule kapata story zako kwa Machuma. Nafikiri miaka 2004 2005 kama sijasahau, wao 2002. Lakini lazima uchaguzi ufanyike. Rais ana maono, lakini bado watu wanapaswa kugombea. Na wana Yanga wanapaswa kuingia. Na kuwe kuna fair. Kwa kuangalia marais wengine, kwa sababu wakati mwingine kwenye uchaguzi na kuaga hivi, wanapotokea viongozi wanaokuja kugombea ambao walikuwa hawafahamiki, Afrika tokea labda wameshindwa, kwa viongozi au kwa wanachama au kwa wanayanga, ni rahisi pia kuona kwamba kuna watu fulani ni watu wazuri wanaweza wakatusaidia hata kwenye kamati za utendaji.